tulikuwa kwenye huduma, tulienda kwenye maombi. Amen. Tulienda kwenye maombi. Hayo maombi tulikuwa tumeenda ni Msoma. Lakini wakati tunaenda, hicho kipindi ni kipindi ambacho kulitokea mambo mengi sana maovu. Mambo mengi sana mabaya yalikuwa yametokea. Kuna watu ambao kuna walimu ambao walikuwa wanalazwa nje, wanalishwa vitu vya ajabu. Mungu akasema nendeni. Amen. Wakati wale watu wanalazwa nje, na walitangaza sana kwenye vyombo vya habari. Ilikuwa kwenye 2014. Amen. 2014 wakasema hao watu bwana wanalala nje, walimu wanalala nje, wanafanywa matendo mabaya. Wakasema hivi, tunahitaji waombaji watakaoenda kuomba. Kukawa kimya. Kipindi hicho Mungu akaniambia nenda ukafanya hiyo huduma kule. Nikaondoka nikamwambia mchungaji wangu. Mchungaji akasema Huruma, lakini mbona hili jambo ni kama limekaa kiserikali sana? Nikamwambia Mungu amenisemesha kwamba niende, sijawahi fika na wala sipajui. Baada ya kusemeshwa vile, tukaomba ulinzi, tukaomba silaha ya mitambo ya umeme ituzingire. Haleluya. Tukaanza safari. Mchungaji akasema anawaombea Mungu awatangulie. Akaturuhusu, nikaondoka na watu 6. Tulipoondoka, tumefika kule, ilikuwa ni kijiji kimoja kinaitwa Nambaza. Haleluya. Kwa wale ambao wanakumbuka, ilitangazwa sana kwamba walimu wanaoitiwa wanalazwa nje. Tukawa tumeenda. Tulipofika nikakutana na mkuu wa wilaya pale. Akasema hivi, nyie mnaenda kule, maana ndio anatupa kibali. Amen. Akasema mnaenda kule, wenzenu wametoka huko, walikuwa wamevaa tracksuit zao vizuri, wamelala, wanaamka asubuhi, wanajikuta wako nje, wako watupu, hawajavaa nguo, lakini wakati huo nguo zao ziko ndani, zimepigwa pasi, ziko kwenye mabegi yao. Akasema msiende, wale watu wamelaaniwa, hawawezi kusamehewa na Mungu, watawaua. Haleluya. Jambo la pili akasema, au mmeshiba kula ugali? Tukamwambia Mungu aliyetutuma yuko upande wetu. Hatujaja peke yetu. Sisi ni askari kwenye jeshi la Bwana. Tumekuja kuwakomboa hawa wanaoonewa. Haleluya. Haleluya. Tumeondoka, tumefika pale Bunda. Kwenda kule kijijini ni pana mwendo. Wenyeji wa kule wanaelewa. Kuna mwendo, tumefika mpaka kule kijijini. Kijiji ni giza. Tunakuta wenyeji wanaogopa. Tumefika jioni kabisa. Tulivyofika pale usiku ule, tukapokelewa na mchungaji mwenyeji ambaye tuliomba atupokee. Alivyotupokea, tukamwambia Mungu ametupa mambo makuu mawili. Ametuambia ya kwamba kwenye hiyo shule huko mlima ambako ndiko ameweka vitu vyao. Kwa hiyo tumekuja kwa ajili ya kuomba kwa ajili ya hilo eneo. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Akasema ndugu, hivi mnapajua pale watu hawaendagi, msiende. Tukasema aliyetutoa Dar es Salaam kwa ramani hatujafika, yuko upande wetu. Nini? Tumeomba mitambo ya umeme ituzingire pande zote ili tusiguswe. Sema Bwana Yesu, niko mbele zako. Kwa damu ya Yesu na kwa jina la Yesu, silaha yoyote haitanipata, shambulio lolote halitanifikia, maana ninalindwa na mitambo ya umeme. Naachilia silaha ya umeme kila mahali nitakapokuwepo asubuhi ya leo, kila eneo nitakalokuwa, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Naona ushuhuda tuendelee nao kesho. Amen. Kesho nitaumalizia. Bwana asifiwe. Nataka tuombe. Si tuko tayari? Mbona mseme?